والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا صواب الحجة في الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Kabla ya tujaingia kwenye tafsiri, nilikuwa naongezea tu nyama pamoja na ile Darul Ulum Islamia Tanga ina vitengo viwili, na vitengo vya wanaume na vile vile sehemu ya wanawake. Wanasoma pia boarding, wanasoma kuanzia tamhidi ya mutawasita mpaka wanamalizia thanawi. Ikiwa itakuwa kuna haja kwenu nyinyi, tutawasiliana na tutawapa namna gani ya kujiunga na kuwaunganisha na yule ambaye anahusika hasa na mahadi albanat. Ni muhimu kwa sababu kuwasomesha wanawake hasa dini ni katika kuokoa taifa sehemu kubwa sana, kwa sababu mmoja anasema al-ummu madrasa idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. Mama ni chuo, ukikiandaa vizuri ndio umeandaa familia vizuri. Kwanza mama ndo anabaki na watoto, mama ndo mrahisi wa kuorganize watoto kuliko wewe. Wewe ukimuudhi mama, watoto wote anaorganize wanakuwa wa kwake. Nyie angalieni tu, mtu unakaa na watoto unawahudumikia, wamekuwa wakubwa, wako tayari kuambiwa baba yenu huyu ni mbaya na wakakubali. Sasa kama umemtia dini, maana yake wako tayari kuambiwa wema wa dini, watoto wakafanya nini? Wakakubali. Kwa hiyo kuwasomesha wanawake dini ni katika kuwasaidia sana. Na kitu kikubwa sana cha kumpa mwanamke zawadi, ingawa ni kwa wote, lakini dini ni kitu kikubwa sana. Yeye ameambiwa fadhfar bidhati dini taribati yadaka. Pamoja na hizo sifa zilizotajwa, lakini mpate mwenye dini, itakithiri khairi yako kwenye mikono yako, utapata mke mzuri. Na wewe umetajiwa mwanamme, idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fasawijuhu. Akiwajieni yule mnemridhia dini yake na tabia. Aweza kuwa ana dini lakini tabia zake mbaya, au sivyo? Kwa hiyo fasawijuhu. Kwa hiyo natia nyama hilo tu kwamba sio kitengo cha wanaume tu kuwa wanasoma mahadi Darul Ulum, bali wanawake pia wanasoma, na wako walotakharaji, wengine wamepata nafasi ya kwenda nje, wamesharudi, wengine wana degree. Kwa hiyo ni hivyo, msiwaeke nyuma wanawake. Wanawake ni kitu muhimu sana, hasa kwenye dini, kwa sababu umma uliokuwa mbaya na mapote yaliokuwa mabaya, kitu cha kwanza wanaanza kwa wanawake. Mmoja katika mwanafalsafa asema ili tuweze kuupoteza Uislamu, basi tufanye kaasun wa ghania, sehemu hizi za grocery na mwanamke msanii tumuandae katika kupotosha umma. Kwa hiyo kama walivyokuwa wameona hivyo, na sisi tuone katika kuutengeneza umma, basi tuwatengeneze watu gani? Wanawake. Mwanamke ukimpa dini, ana uwezo anaokaa nao wanawake 1000 kuwabadilisha kuliko wewe. Wewe zaidi ya ukizungumza nao hawaoni watakawabadilisha, yaonekana wewe wataka hasa. Kwa hiyo wao wanakuwa na hadhari wengine, lakini yeye wasema wana tabia ya kushindana. Mwanamke yule atatushindaje na ni mwanamke mwenzetu? Kwa hiyo mahadi albanati ipo. Sasa turudi, mimi bwana katika tafsiri nafanya muendelezo. Shekhe alipoishia aya ya 100, mimi naanza kwenye surati An-Nahl aya ya
yalishia 100 mimi naanza na 101 au 100 alishia 101 mimi naishia na 102 naanza hiyo kama nilivyoelekezwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii mukaddima wake ulishatangulizwa na shekhe kuhusu sura hii, kwa hiyo mimi sina haja ya mukaddima, ni kuendeleza tu. Na hii ndio sunna za wana wa chuoni masalafi waliopita. Kwa mfano hapa tunazungumza ushekhe, hatuzungumzi masuala ya mwalimu na mwanafunzi, ingawa huyu nitakayesema ni shekhe na mwanafunzi wake, lakini huyo mwanafunzi pia amekuwa shekhe, kwa sababu unaweza ukasomesha na kijana akawa vizuri akawa na daraja na ikawa anaitwa shekhe na si aibu. Jalaluddin As-Suyuti, kama mnamsikia Jalaluddin As-Suyuti, miongoni mwanafunzi wake ni Jalaluddin Al-Mahalli As-Sawi, ambaye ametafsiri. Huyu ameandika Jalaluddin As-Suyuti kaandika tafsiri kwa mufradat, halafu na Imamu Sawi ala al-Jalalaini akaja akatafsiri hiyo Jalalaini kwa volume 4 inaitwa As-Sawi ala Jalalaini juzu 4. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Imamu Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti. Abdurrahman As-Suyuti alitoa tafsiri ya Qur'ani kuanzia surati al-Fatiha mpaka alipofikia surati al-Isra wa Fathul Maniyya, akafariki. Kwa kuwa ana mwanafunzi wake anayemsikiliza na anayechukua elimu kwake, Jalaluddin Al-Mahalli, na yeye akaimalizia Qur'ani kuanzia baada surati al-Isra, surati al-Kahfi mpaka surati an-Nas. Kwa hiyo kile kitabu kikaitwa Jalalaini. Jalalaini maana yake ni muthanna, kuna singular and plural, kwa hiyo wingi, yani unaanzia sehemu mbili kwa Kiingereza, muthanna. Jalalaini, Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. Sasa hata mkifanya hivyo haina shida. Shekhe ameishia hapa, Shekhe Kombo Ali Fundi kwenye aya ya 100, na mimi naunganisha kwenye sura hii ambayo ni surati An-Nahl, ili iwe katika kusikiliza kwenu mmechukua huu mtiririko wa mashekhe kama ulivyopangiwa. Mmepangiwa 13. 10 la kwanza amezungumza huyu katika Qur'ani, 10 la pili anakuja kusomesha huyu. Na pia ningeshauri pia shekhe anayekuja naye mtakapoishia mimi aendeleze, ili tarehe ikijanakili kusajili Qur'ani, wanasajili zile mufradati katika sehemu moja au CD moja au sijui MP3 moja au kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaanza hapa kwenye aya ya 101. Wa idha badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzil qalu inma anta muftarin bal aktharuhum la ya'lamun. Aya hizi nilizoanza nazo kuna kitu ambacho inaashiria. Kwanza, kutaka kuwarudi wale walio na dhana mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile walio na dhana mbaya na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia walio na dhana mbaya na hii Qur'ani. Dhana mbaya ya Allah ni ipi? Kuna vikundi katika firaq vipo duniani kwa wasomi. Kuna kitu kinaitwa al-badaa.
Na kitu hiki Allah amekirudi katika sura nyingine akasema, ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Hatuifuti sisi aya ndani ya Qur'an au tukaisahaulisha. Tukiifuta twasahaulisha au twaleta nyingine, au nunsiha naati bi khairin minha, tunaleta aya nyingine zaidi ya ile, yani kwa uzuri. Sasa watu walio na fikra hii ya albadaa wanasema, yani wanamtuhumu Allah kwamba hana msimamo, anatoa hukumu halafu hukumu ile anaiona sio, anabadilisha. Kwa hiyo wanaichukia Qur'ani kwa misingi hiyo, kwamba hii Qur'ani ina badaa. Wengine wanadhana kwamba hii Qur'ani hii iliyopo hii imepungua, na hao wanaosema hivi ni mashia. Lakini Qur'ani hii iliyopungua ipo, kila mmoja anaiona, na wao wanatakia ya kusoma kwenye swala zao, lakini hiyo ya ziada haionekani. Hii iliyopo ina aya 6200 na wao ambao Qur'ani haipo, hatuioni, ina aya 17000. Sasa 17000 hazionekani, lakini hii ipo. Sasa ndio wanaosema kwamba katika Qur'ani yenu pia kuna aya zimefutwa, kwa hiyo wao wanazirudisha. Hii ni dhana mbaya sana na si sahihi. Ndio maana tukasema kwamba hawana dini kama hii yetu sisi, dini ya kukataa maswahaba, dini ya kuikataa Qur'ani, kwamba Qur'ani sio dini ya Uislamu. Halafu hiyo ndio albadaa, kwamba Allah yani anafanya jambo halafu linamdhihirikia vingine akatubadilishia. Kumbe ile naskhi ya aya ni neema kwetu sisi. Kufutwa aya ya Qur'ani ni neema katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu inawezekana naskhi min al-athqal ila al-ashal. Kulikuwa na jambo ni zito kwetu, kwa hiyo Allah akaliondoa akaleta wepesi. Au naskhi badal, kubadilisha tu, ndio hiyo idha badalna aya. Wakati mwingine nitawapeni mfano kutoka kwenye kuondoshwa zito, na kupeni mfano huo tu, zito kuja jepesi. Eda zamani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa eda ya mwanamke anayefiwa anakaa eda mwaka mzima. Mwaka mzima ni miezi mingapi? Mwaka mzima miezi 12. Sasa halafu ikafutwa, lakini imo aya ndani ya Qur'ani imefutwa hukumu, lakini imo kwa sababu tukisoma tunapata thawabu. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harfun wa lam harfun, alhasanatu bi'ashri amthaliha. Hukumu haitumiki. Haya, walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhurin wa 10. Hii aya hii katika tartibi al-Qur'an ar-rasmi kwa kuandika imetangulia, lakini kwenye tartibi nuzuli hii imechelewa. Sasa hii imetangulia, na iliyotangulia haiwezi ikaifuta aya inayokuja, bali iliyotangulia ndio inaofutwa na iliyochelewa. Na hii aya nyingine, walladhina yutawaffawna minkum
wayadharuna azwajan wasiyatan liazwajihim mataan ila alhauli ghaira ikhraj. Wale ambao wamefiwa na waume zao, wamekufa wakaacha wake zao, yani eda, wanakaa mwaka mzima bila kutoka nyumbani. Aya hii imefutwa hukman ila yaumil qiyama. Leo atakayesema eda hii ni muongo, kwa sababu hajui siri ya Qur'ani, na wanachuoni wapo hawaulizi. Sasa jambo hili la naskhi, kubadilisha hizi aya, limewachukiza watu wengine. Dhana ya pili hii ni ya kumuona Mwenyezi Mungu hana msimamo, ambao huu ni ukafiri. Dhana ya pili kusema kwamba huyu Muhammad ni muongo huyu, mbona leo mara asema hivi, ni mzushi huyu, na kesho asema vingine. Sasa ndio Allah sasa anakuja kubainisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uongo wa wengine, kwamba haya ni maneno ya Allah na mtume ni mkweli, na hii kuwa anazibadilisha aya kuziweka sehemu nyingine au kuleta nyingine ni kazi yake mtume. Allah yafalu ma yasha, anafanya anavyotaka. Hapa ndo aliposema wa idha badalna ayatan makana aya, tukibadilisha aya mahala pa aya tukaiondoa, si uzushi, wala si kwamba Allah ana badaa yanamdhirikia mambo alafu anafuta analeta hivi kama ule mtu ambaye anawazimu. Hakuna dhana hiyo. Wallahu a'lamu bima yunazzil, Allah ndio anayejua anachokishusha ni kitu gani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ndio hii dhana walomwambia, wakasema sasa hawa makafiri, inama anta muftarin, hakuna vinginevyo. Hizi aya mara zabadilika, mara yaja aya nyingine, kuletwa hukumu nyingine, wewe ni mzushi. Bal aktharuhum la ya'lamun, Allah anasema hawa wanaosema hivi ni kwamba hawajui. Qul, kisha anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema uwaambie hao, hii Qur'ani ni ya haki, nazalahu ruhul qudus, ameiteremsha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Jibril alayhi salam, ndiye aliyepewa Qur'ani na ndio aliyopewa ufunuo na wahi amletee nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Liilmikum, kwamba Qur'ani inashuka baada ya kushuka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka na inna anzalnahu fi lailatil qadri, kisha ikawa inashuka ala hasabil waqa'i, kufuatana na matukio, munajjaman, kidogo kidogo. Anayeshuka nao pia ni Jibrili, na ndiye mwalimu wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ulivyonifuatilia katika khutba nikasema ni shahrul Qur'an, ilikuwa Jibril alayhi salam special mwezi wa Ramadhani anakuja kumfanyia darasa Mtume sallallahu alaihi wasallam la nini? La Qur'ani. Pamoja na kwamba Qur'ani ishashuka, lakini anafanya darasa maalum la Qur'ani. Kwa hiyo Allah anasema qul nazalahu, ameiteremsha Qur'ani hii Ruhul Amin, Roho Mtakatifu, yani Ruhul Qudus, Roho Mtakatifu, yani ni Jibril, min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Na kule katika sura nyingine kuonyesha haya ni maneno ya Allah, asema Yasin wal Qur'anil Hakim. Na kwenye sura nyingine tanzilu min hakimin hamid, hii Qur'ani ni kiteremsho kinachotoka kwa yule mwenye hikma, anaweka vitu mahala pake, na mwenye kustahiki kusifiwa sifa njema ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nazalahu ruhul qudus, ameiteremsha hii Qur'ani Roho Mtakatifu. Katika surati Shams
amesema wazi kwamba Qur'ani hii inashushwa pia, Jibrili anaishusha kwa mtume pale alipokuwa akizungumza jinsi akija Jibrili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa ala al-ghaibi bidhanin, hakika anamuona Jibrili tokea upeo wa macho, na yeye si bakhili katika yale yaliyojificha ambayo ni Qur'ani ilikuwa akaileta kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa inasema hivyo wal Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha, na Qur'ani inaitafsiri Qur'ani yenyewe pia. Ukiona ndio maana imeitwa mathani, yani Qur'ani kwenye kisa kimoja kwaweza kutoka jengine na sehemu nyingine. Kwa mfano kisa cha Nabii Musa alayhi salam kimetoka ndani ya Qur'ani zaidi ya mara 7 au mara 7, lakini kwenye suratul Qasas kikaelezwa kwa urefu tokea anachukuliwa mimba mpaka anazaliwa mpaka aje kukutana na adui mpaka Firauni anakuja angamizwa. Hii ndio sha'anul Qur'an. Kwa hiyo bal aktharum la ya'lamun. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi, wa haqqi sio uongo, liyuthabbita alladhina amanu, ili awape msimamo. Tathbiti manake ni msimamo, kwamba sisi tusitetereke. Kuna watu leo wanaicrash Qur'an, wasisi maneno ya Kiarabu tu, hii sio maneno ya Allah. Wakati kuna aya zimethibitisha kwamba haya ni maneno ya Allah katika sehemu tofauti. Liyuthabbita alladhina amanu, ili awape msimamo wale ambao wameamini kuhusu Qur'ani hii walivyoiamini na wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahudan, na hali ya kuwa Qur'ani hii ni muongozo wa bushra, na yenye kutoa bishara njema lilmuslimin, kwa Waislamu. Walaqad na'lam, bado Allah anaendelea. Kuna uzushi mwingine kuona kwamba huyu katika aya hizi kwamba huyu mtume huyu Muhammad huyu ni mzushi. Walikuwa wakisema hii Qur'an anayesoma hii sio maneno ya Allah. Yuko kijana mmoja anajua vitabu vya zamani, Taurati na Injili, akipita pale Muhammad anafundishwa sio maneno ya Allah, na huyo anayemfundisha mwenyewe si Mwarabu. Allah naye akasema hivi, walaqad na'lamu annahum yaqulun, na sisi hakika tunajua wao wanasema, inma yuallimuhu basharun, hakika si mengineo bali ni haya huyu Muhammad anayemfundisha maneno haya ambao anatuhoji sisi ni kiumbe tu mwingineo, tena wala hajui Kiarabu, wewe mfundisha si Mwarabu. Allah akasema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, hii Qur'ani ambayo imeshuka kwa lugha hii ambayo wanaipinga wao, hawaitaki, wanasema kwamba ni lugha isokuwa ya Kiarabu. Wa hadha, na Qur'ani hii lisanun arabiyyun mubin, ni lugha ya Kiarabu iliyokuwa fasaha ya wazi wazi. Kwa hiyo aliyokuja nayo ameishusha katika lugha ya Kiarabu, na kushusha katika lugha ya Kiarabu haina maana haya si maneno ya Allah. Allah yeye akitaka anazungumza lugha yoyote. Kwani hikma, wewe ni Mswahili na ndiye unesimamia Waswahili, basi yule anayetumwa vilivyo bora aje azungumze na wewe Kiswahili. Sijui tuelewana? Kwa hiyo kila watu wameshushiwa vitabu vyao ala lughati qaumihim, kwa lugha za jamaa zao. Sasa ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu Qurashi afsahul arab,
ili hivi watu walitegemea Qur'ani ishuke kwa lugha gani? Kwa hiyo ndio maana ikashuka kwa lugha ya Kiarabu. Nabii Isa alayhi salam imeshuka kwa lugha Siriania. Nabii Musa alayhi salam imeshuka kwa lugha ya Ibrania. Suhuf Ibrahim yeye ni Mwibrani, lakini si Myahudi wala si Mnaswara, imeshuka kwa lugha ya Ibrania, lugha ya kisheria. Zote hizi lugha aliziumba ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanihim, ni katika alama za uungu wake Allah kutofautiana lugha zenu na rangi. Kwani kutofautiana lugha na rangi ndio kutofautiana dini? Dini ni moja tu, inna dina inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Allah ni Uislamu, ingawa kumekuja watu katika lugha tofauti. Kwa hiyo hizi ila zao wanazosema hazizingatiwi. Wa hadha lisanun arabiy mubin, na hii Qur'ani imeshuka kwa lugha ya Kiarabu ambayo iko fasaha kabisa, iko wazi wazi. Kisha Allah akasema innal ladhina la yu'minuna biayati llah, hawa sababu ya yote haya hawataki kuziamini aya na Qur'ani ya Allah. Kwa hiyo Allah akasema innal ladhina la yu'minuna biayati llah, hakika wale ambao wasioamini aya za Allah, la yahdihimullah, Allah hawaongozi hawa, wala hum adhabun alim, na wanastahiki wao adhabu yenye kutia machungu. Inma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati llah, hakika si mengineyo wale wanaozua uongo ni wale ambao wasioziamini hizi aya za Allah. Wa ulaika humul kadhibuni, hao ewe Muhammad, wa ulaika, nyinyi mnaosoma lugha, ukisema ulaika maana yake unazungumza na mtu mmoja. Sasa hii Qur'ani ilikuwa inamuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulaikuma maana yake nyinyi wawili, ulaikum maana yake nyinyi wengi, ulaikunna nyinyi wengi wanawake. Na hivyo hivyo ndo asmaul ishara, dhalika, dhalikuma, wa dhalikum, wa dhalikunna. Sasa ulaika anaambiwa mtume Muhammad, wal ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, anaambiwa mtume Muhammad, na sisi pia tuambiwa kwamba hao ni warongo. Kama aliambiwa mtume hao wanaopinga aya za Qur'ani ni waongo, na sisi pia tuambiwa vivyo hivyo. Na hapa sema wa ulaika, hao yani ewe Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, humul kadhibun, ndio warongo. Lakini wewe huwezi kuwa muongo, wala Qur'ani haiwezi kuwa ya uongo. Man kafara billah, yoyote mwenye kukufuru akamkufuru Allah, min ba'di imanihi, baada ya kuwa ana imani, amemuamini Allah. Kisha Allah kabla kutoa jawabu akasema, lakini huyo anayekufuru twamtoa yule ambaye illa man ukriha, ila yule mwenye kutenzwa nguvu, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake, ndani ya moyo wake ana msimamo, ametulizana kuhusu imani. Huyu haingii kwenye hukumu itakayosemwa. Na aya hii inasemwa katika sababu nuzul, imeshuka kwa kisa cha Ammar ibn Yasir, au kwa familia ya kina Ammar ibn Yasir. Huu Uislamu kwetu sisi ni rahisi sana. Leo sisi tunaupata kama keki tu. Mna shekhe anajua Uislamu, anakupa material ya Kiislamu,
lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alipata tabu kubwa sana. Familia hii ya Ammar ibn Yasir mpaka kwenye tarehe inasema Sumayya awwalu shahidatun fil Islam. Sumayya ni mama wa Ammar, aliadhibiwa kwa sababu ya kuamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu katika Maka kulikuwa makabila na kila mahala kuna watu wanajifanya wao ni magwiji wa sehemu, wana nguvu. Kuna wengine wa katikati, kuna wengine ni watu wa chini. Sasa hawa walipomwamini mtume, familia hii ikawa inateswa. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akipita karibu na wale wanaoteswa, hana nguvu, yuko Maka, hajakuwa na nguvu ya jeshi. Ilikuwa akisema sabran ala Yasir inna maw'idakumul janna, vumilieni msimamo wenu na Uislamu hivyo hivyo, ahadi yenu hata mkifa nyinyi mtakwenda peponi. Sasa katika haya mateso Ammar ibn Yasir alipigwa mpaka akaona kuwa avunjwa viuno, amkufuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini imani yake ni thabiti. Ikabidi sasa aseme yale maneno ambayo ameambiwa aseme, kwamba huyu Muhammad si mtume wa nani? Wa Allah, na maneno mengineyo. Sasa aliposema hivi ni kwamba watu waona, mbona huyu naye amekufuru huyu? Allah amekuja mvua hapa na familia yake, kwamba yule aliyekufuru baada ya imani, huyu ni mu'min, anajulikana na imani yake ni thabiti, amekwenda ameteswa mpaka azungumza maneno ya kikafiri. Ikiwa imani yake ni Uislamu, anabaki na Uislamu wake, Allah hamchukulii. Na hiyo sio huo, hata leo una msimamo, lakini sasa umezidiwa, watu wanatofautiana. Kuna watu yuko tayari, mimi sikubali, nitakufa shahidi. Kuna mwingine akiteswa pengine afikiria maisha, afikiria familia au mateso ya memnini, lakini yuko ana thabati ya imani, asema lile jambo ili aepukane na ile adhabu. Hii pia kwake yeye inamuingia, na ndio ilivyokuwa kwa Ammar ibn Yasir. Kule Tanga kuna kabila ya Kidigo yasema kuverevesa si uoga, ni kujikato. Yani kupelepesa sio uoga, wajieka vizuri. Ile kumekuja mtu watafuta yamba muoga, ule hapana, anataka kujitoa, pengine akidhurika na nyinyi nyote mtadhurika. Sasa man kafara, yoyote mwenye kukufuru billahi, kumkufuru Allah, min baadi imani hii, baada kuwa imani ishathibiti katika moyo wako. Huyu ikiwa imani imethibiti, na kama ametenzwa nguvu au kutozwa nguvu kufanya jambo fulani, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, na moyo wake umetulizana na imani anayo, huyu hayumo katika hilo. Sasa Allah akasema nani atakayepata kuwa na adhabu? Asema walakin man sharaha bil kufri, yule ambaye kifua chake amekishafungua kwamba yeye haukubali Uislamu, kwamba yeye si Muislamu. Sadran, yani kifua chake tayari amejikunjua kwamba yeye si Muislamu. Fa alaihim ghadabun min Allah, hawa wanastahiki, itawapata ghadhabu ya Allah. Na ghadhabu ni dhambi kubwa zaidi kuliko laana, kwa sababu kuna aya nyingine fa alaihim la'natullah, wana laana ya nani? Ya Allah. Na hapa fa alaihim ghadabun min Allah, watakuwa na ghadhabu kutoka kwa Allah. Wala hum adhabun adhim, na wao watastahiki adhabu iliyokuwa kubwa nzito. Lesh dhalika, hivyo kustahiki adhabu, biannahum istahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah, kwa sababu wao wamechagua na kupenda maisha ya dunia kuliko ya akhira. Wakati mwingine
upotofu. Wasikia kijana wa Kiislamu au msichana wa Kiislamu amertadi, pamoja na qadar ya kurtadi kwake, lakini yule hakumtanguliza Allah, aliitanguliza dunia kuliko akhira. Ndio haya anayosema Allah, dhalika bi annahum istahabbu alhayata ad-dunya, wamechagua na wameipenda zaidi maisha ya dunia ala al-akhirah, kuliko akhira. Wa anna Allah, na kwamba Allah subhana la yahdi alqauma alkafirin, hawaongozi watu ambao ni makafiri. Ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, hao Muhammad ni wale ambao amewapiga muhuri wa uovu kwenye nyoyo zao, wa sam'ihim, na kwenye masikio yao, wa absarihim, na kwenye macho yao, hawaioni haki. Wa ulaika humul ghafilun, na hao ndio walioghafilika na haki, hawana haja nayo. Wal-iyadh billah min dhalika, Allah atulinde kuwa katika kundi hilo, amen. La jarama, hapana shaka, annahum fil akhirah, kwamba watu aina hiyo huko akhira, humul khasirun, ndio waliokula hasara. Allahumma la taj'alna minal khasirin, Allah usitujalie katika waliokula hasara, tujalie ni katika watu wa Qur'ani wanaoziamini aya na kuzifata na kufuata miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho saa ngapi? Haina shida. Thumma inna rabbaka, hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada kugusa pote ambalo limeteswa na mtume akalipitia na akaeleza ukubwa wa imani yao, kama hao kina Ammar ibn Yasir, aeleza kuna pote jingine liliteswa lakini likapata kuhama na mtume sallallahu alaihi wasallam, pia waliteseka. Hawa muhajirina wana hali mbili na wana mafungu makubwa, kwa sababu walimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa dhiki, wakapata shida, wakaamua kuhama naye, kumuhami mtume na kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru, kisha hakika Mola wako kwa wale ambao waliohama, hawa ni muhajirin, min ba'di ma futinu, baada ya kupatiwa fitna za mitihani, thumma jahadu, kisha wakafanya jihadi, yani wakajitahidi, wakapambana. Jahadu hii ni ya kupambana. Wasabaru, wakavumilia. Inna rabbaka min ba'diha, hakika Mola wako baada ya shida hii na fitna hizi, la ghafurur rahim, ni mwenye kusamehe, mwenye huruma kubwa. Kwa sababu ndani ya mateso waweza ukateleza, kuna mitihani. Sasa wameweza mpaka wakapita na wakahama na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata Ammar ibn Yasir pia ni katika wale ambao walipata mateso na kuhama, wakahama na mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliishi mpaka wakati wa khilafa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, mpaka mtume akamwambia, taqtuluka alfi'atul baghiya, kitakuua kikundi kiovu wewe Ammar. Na Ammari ameshiriki kwenye vita vile vile vya Ahzab, ameshiriki vita chungu mzima. Sasa Allah anawapa bishara njema, thumma inna rabbaka, kisha hakika Mola wako, lilladhina hajaru, kwa wale ambao waliohama, min ba'di ma futinu, baada ya kupatikana na mitihani, thumma jahadu, wakapambana, wasabaru, wakavumilia. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim,
hakika Mola wako baada ya hayo yote ni mwenye kusamehe na mwenye huruma kubwa. Yauma ta'ti kullu nafsin, wakumbushe Muhammad, hawataishia tu watu kuishi hapa ulimwenguni vikaisha, ni kwamba watakufa na watakwenda sehemu nyingine ambayo ni maisha ya akhera. Yauma ta'ti kullu nafsin, wakumbushe siku ambayo itakuja kila nafsi tujadilu an nafsiha, inakuwa inajadili yenyewe kwa yenyewe. Wakati gani huo? Ni siku ya kiyama, na adhabu wanaziona na malipo wanayaona. Sasa waliofanya uovu wanajuta. Watu wafa kullu nafsi ma amilat, na kulipwa kila nafsi katika lile aliyolitenda lile nafsi. Kila kitu ulichokifanya utalipwa. Wahum la yudhlamun, na wao hawatadhulumiwa. Yani kuna watu hapa duniani hawaamini wanaoyatenda, na kuna watu wanafanya dhulma kujiona kana kwamba hawatakufa. Ukimwambia asema mimi bwana sina hofu ya Allah. Wako hawako na ukimwambia lakini haki wewe utanilipa, asema si akhera huko. Sasa mtu atajuta, kwa sababu sehemu hii nataka niwagusie kipengele ambacho sasa hivi ni kikubwa sana. Sasa hivi kuna vipengele viwili ni vikubwa mno, na watu wanavifanya bila kujali. Mtu kukudhulumu ardhi ni kitu kidogo sana. Ni kweli si kweli? Wakati imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno haya watu wengi yatawagusa. Man iqtata, yoyote mwenye kukata ardhi ya mtu, qaida shibrin, kiwango cha shubiri moja, hii inaitwa shubiri au unyanda, tuwiqahu yawma alqiyama 7 aradhin, siku ya kiyama atabebeshwa ardhi 7 kuonyesha kana huyu ni dhalim. Je, ardhi za ngapi zinazodhulumiwa sasa hivi? Ukimwambia kuhusu akhera hana habari. Kitu cha pili kilichokosekana, sijui usemeje, uaminifu. Mpe mtu kitu, peleka mahala fulani, iwe wewe na yeye haijulikani, cheza kisifike. Allah atulinde na hali hiyo. Sasa siku hii watu watajuta. Allah atupeleke katika haki, tusiwe madhalimu, pia tuwe ni waaminifu wa amana. Yauma ta'ti kullu nafsin, siku ambayo itakuja kila nafsi tujadilu an nafsiha, inajadili kwa hiyo yenyewe. Watu wafa kullu nafsi ma amilat, na kulipwa kila nafsi kwa lile ilolitenda. Wahum la yudhlamun, na wao hawatadhulumiwa. Ndugu zangu katika imani, nafikiria hapa tuishie, maana tumeamba mpaka saa 11:30, na insha Allah tuishie hapa. Sijui kuna nidhamu ya maswali au ya nini, tusikilize, na Allah tuwafikishe kufuatana na haya ambayo nimeeleza. Naam, yuko wapi mmoja?